Ni kijana mdogo sana, jina lake ni Jean-Claude Girumugisha, mchezaji wa kimataifa wa Burundi, kiungo wa ushambuliaji, winga ambaye hupenda kutokea upande wa kushoto, ingawa guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Huyu amekuwa gumzo barani Afrika hivi sasa katika medani za soka kwa sababu klabu nyingi zingali zikimwania. Hizo ni pamoja na wananchi Yanga, wanatajwa kuhusishwa na harakati za kupata saini yake. Lakini pia kuna Pyramids ya Misri, wapo pia Al Ahli Tripoli ya kule nchini Libya, Al Ahli ya Misri na klabu nyingine mbalimbali. Lakini sasa wakati vita ikiendelea, kila timu ikijaribu kufanya ushawishi kwa klabu yake ya sasa ya Al Hilal Omdurman ya kule nchini Sudan, mwamba huyu mchezaji wa kimataifa wa Burundi ameongeza uzito katika thamani yake. Amefanya kukoleza vita ya kuwania saini yake. Ni kwa sababu gani? Jean-Claude Girumugisha ametangazwa kuwa mchezaji bora MVP katika ligi kuu ya Rwanda. Ni ligi ambayo klabu yake ya Al Hilal Omdurman ilikuwa ikishiriki katika msimu uliomalizika 2025-26 na kutoa ubingwa. Inafahamika wazi, Al Hilal ni kutoka taifa la Sudan, lakini kule Sudani kuna machafuko ya kisiasa yanayofanya mpira wa miguu na shughuli nyingine za soka zisifanyike kwa ufanisi. Matokeo yake klabu zao kama Al Hilal, kama El Merreikh huwa zinashiriki katika ligi nyingine ambapo zikifanya vizuri ya juu ndio inakuwa bingwa wa Sudani, anayemfuatia anakuwa nafasi ya pili na hivyo kuwakilisha nchi yao katika ligi ya mabingwa barani Afrika katika michuano ya CAF. Msimu uliopita tunafahamu Al Hilal Omdurman walishiriki ligi kuu ya Mauritania kama ilivyokuwa kwa watani zao wa jadi El Merreikh. Lakini kwa msimu huu uliomalizika Al Hilal walishiriki ligi kuu ya Rwanda ambapo kati ya nyota wake waliofanya vizuri sana ni Jean Girumugisha ambaye cheza yake kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani, kutoa fursa kwa wenzake wafunge na yeye mwenyewe kufunga, vimemfanya kwa ujumla awe mchezaji bora kutokana na kile alichokionyesha uwanjani. Alichangia mabao 9 kwa ujumla kuisaidia Al Hilal Omdurman kutoa ubingwa. Lakini kwa kiasi kikubwa anayofanya uwanjani yamekuwa yakiburudisha macho kutokana na uwezo mkubwa alionao kupokea mpira wa kwanza, kupiga chenga, kuchomoka kwa kasi akiwaacha wapinzani wake wakiwa hawana cha kufanya, lakini wakati huo akifanya majaribio ya kufunga ama kutoa pasi kwa wenzake. Jean-Claude Girumugisha, sifa yake hii ya kucheza akiwa na urefu wa futi 5 na inchi 8, lakini vile vile akiwa na guu lenye nguvu zaidi la kulia kama tulivyotoka kueleza, anatokea zaidi upande wa kushoto kama tulivyotoka kueleza kama inverted winger, akipata fursa ya kuingia ndani na kutoa hizo pasi mshazari, diagonal passes, ama kupiga mashuti mkunjo, kulenga, kujaribu kufunga. Sasa matokeo yake klabu nyingi zimekuwa zikimhitaji kwa sababu kwanza juu ya uwezo wake uwanjani ambao sasa ameongeza thamani yake kwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Rwanda, yeye akiwa raia wa Burundi anayechezea Al Hilal Omdurman. Lakini umri wake pia unashawishi kwa sababu hivi sasa angali na miaka 21. Ndio, kwa sababu alizaliwa Septemba 18 mwaka 2004. Kuwa na miaka 21 nako kuna shawishi kwa sababu, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, klabu hununua wachezaji kwa kufikiria mambo mengi. La kwanza la msingi juu ya impact, athari watakazoleta uwanjani, athari chanya kwa ajili ya kutimiza mipango yao ya kiuchezaji. Lakini la pili ni biashara, kwa sababu klabu pia hufanya biashara. Sasa ukiwa na mchezaji wa kiwango bora kama Jean-Claude Girumugisha alafu akiwa na umri wa miaka 21, inakuongezea nasibu ya kufanya biashara baadaye. Resale value, ile thamani yake ya kumuuza tena inakuwa ya juu mno endapo ataendeleza alichonacho katika klabu yako. Kwa sababu hiyo unaweza kununua kwa fedha nyingi halafu bado ukamuuza kwa fedha nyingi zaidi, kwa sababu ukishamtumia kwa mfano msimu mmoja, misimu miwili, halafu thamani yake ikazidi kuongezeka, kwa sababu kadri anavyokuwa, anavyopata uzoefu ndivyo anavyokuwa mkali zaidi. Katika umri huu mdogo upo uwezekano wa kufanya biashara kubwa zaidi na kurejesha fedha yenu mliowekeza, lakini pia kupata faida, alimradi tu adumishe kiwango, awe fit, timamu wa kimwili, ili kufanya thamani yake iendelee kuwa ya juu. Kutoa huku kwa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Rwanda hakika kumenogesha vita ya kupata saini yake. Swali ni kwamba je, Al Hilal Omdurman watamudu kubaki naye kwa msimu ujao 2026-27 ambao wanakwenda pia kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako kwenye msimu uliomalizika Jean-Claude Girumugisha alikuwa miongoni mwa waliong'ara sana wakati timu hiyo ikifika robo finali, akicheza mechi 7 kati ya 8 kuanzia hatua ya makundi mpaka robo finali ilipotolewa na Al Ahli, ambapo
Kwa kuongeza zaidi ni kwamba kwenye mechi hizi 7 alizocheza alicheza kwa dakika 570. Mwamba katika majaribio yake ya kufunga, ingawa ni kiungo ushambuliaji, alipiga mashuti 16, 4 alilenga shabaha, akafunga goli 1, akatoa asisti 1, yes, na kuchangia mabao 2, ile total goals contribution. Lakini pia miongoni mwa mambo aliyoyafanya ni pamoja na kupiga cross 20, alifanya hivyo. Lakini pia akatoa key passes, pasi ambazo anayeipata mchezaji mwenzake anapata fursa kupiga shuti la kulenga shabaha. Alitoa key passes 7. Yes, alikuwa kwenye kiwango bora sana akishirikiana na wenzake akina Adama Coulibaly. Upande mwingine katika mfumo wa baada ya golikipa walikuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Sasa katika wale 3 ushambuliaji, yeye alikuwa akitoka upande wa kushoto. Kulia kwake mkabala alikuwepo Adama Coulibaly, katikati waliokuwepo ni pamoja na Omar, lakini vile vile mshambuliaji kinara Mohamed Abdurrahman kaka mkubwa. Viungo wao pale kati wapo kina Waleli Dil Khidir, lakini alikuwepo Salahdin Adil, huku mabeki wa pembeni kulia Steve Ebula kama tunakumbuka vizuri, kushoto alikuwepo Ernest Luzola Nsita, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa mabeki wa kati ni pamoja na kina Mustafa Kulshum. Swali ni kwamba kwa thamani yake hii iliongezeka zaidi baada ya kutoa tuzo ya mchezaji bora. Mwamba huyu Jean-Claude Giromugisha atabaki Al Hilal Omdurman, atakwenda Yanga, atakwenda Pyramids, atakwenda Tripoli ya kule nchini Libya, atakwenda Al Ahli ya Misri, atakwenda wapi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ernest Luzola Nsita, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa mabeki wa kati ni pamoja na kina Mustafa Kulshum. Swali ni kwamba kwa thamani yake hii iliongezeka zaidi baada ya kutoa tuzo ya mchezaji bora. Mwamba huyu Jean-Claude Giromugisha atabaki Al Hilal Omdurman, atakwenda Yanga, atakwenda Pyramids, atakwenda Al Hilal Tripoli ya kule nchini Libya, atakwenda Al Ahli ya Misri, atakwenda wapi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Atakwenda Tripoli ya kule nchini Libya, atakwenda Al Ahli ya Misri, atakwenda wapi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.